السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. Ndugu yangu unayenisikiliza, naomba niazimishe sikio lako ndani ya dakika chache hizi tupeane nasaha fupi. Dini yetu ya Kiislamu imetufundisha tuwaheshimu watu wote, wakubwa tuwaheshimu na wadogo tuwahurumie. Lakini katika heshima haturuhusiwi kuvuka mipaka. Hata kama awe ni mtume au mtu mwema, ukimheshimu ukavuka mipaka inayotakiwa, utajikuta unaingia katika ushirikina. Kwa hiyo kumtukuza mtu yoyote, kumheshimu mtu yoyote ukavuka mipaka, haturuhusiwi katika dini yetu, ni sababu ya kuingia katika ushirikina. Mtume sallallahu alayhi wasallama siku moja anatoa nasaha kwa wanafunzi wake, kwa maswahaba zake, akawaambia, la tuturuni kama atratin nasara almasih ibn Maryam, msinisifie kupita kiasi, msinitukuze, msiniheshimu kupitiliza kama walivyomheshimu, kama walivyomsifia manaswara Yesu Isa mwana wa Maryam. Walimtukuza, wakamheshimu mpaka wakampatia vyeo, wewe ndio mtoto wa Mungu, wewe ndio kadha, mpaka leo hii wengine wanasema wewe ndio Mungu. Kwa sababu gani? Ni heshima ilivuka mipaka. Kama vile leo tunavyoona baadhi ya watu wanawaheshimu viumbe, wanavuka mipaka mpaka wanafikia hatua ya kuabudu. Mtume akawaambia, kuwatahadharisha, na ni tahadhari kwetu sisi pia, kwamba msinisifie kupita kiasi kama walivyomsifia manaswara Isa ibn Maryam. Innama ana abdun, mimi ni mja tu kama waja wengine. Mkitaka kunisifia, faqulu, mseme Abdullah wa rasuluhu, mja wa Mwenyezi Mungu, mtumishi wa Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Kwa maana gani? Hadithi hii inatufundisha kwamba kila mtu tumpatie cheo chake. Kama ni mwalimu tunamuita mwalimu, kama ni shekhe tunamuita shekhe, kama ni ustadhi tunamuita ustadhi, na wala tusimsifie sifa ambazo hana. Tukavuka mipaka tukajikuta sifa hizo zinaboreshwa, hatimaye tunaingia katika kufuru, tunaingia katika ushirikina. Kwa hiyo miongoni mwa sababu ambazo zinazowadumbukiza watu katika ushirikina ni kuvuka mipaka katika kusifia watu wema au wasomi au viongozi. Inatakiwa kila Muislamu awe makini katika hiki kipengele, amsifie mtu kwa mipaka yake, kwa nafasi yake. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.